Naam, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Fantasy TV popote pale uliko ambako unaendelea kutufuatilia vyema, kama nilivyokujuza hapo zamani, hapo nyuma kidogo, ni mwendelezo wa kipindi chetu cha mtaa kwa mtaa, na hili ambalo naendelea kukuletea bana ni maandalizi ya tariki 30, sherehe kubwa ambayo inaandaliwa na uongozi wa Babondo hapa nyumbani kwa Disiri, na hapa mbele ya skrini nina viongozi ambao watakwenda kujitambulisha na tutazama nao moja kwa moja kwenye pointi ambayo inayohusisha tariki 30. Baba, habari ya jioni. Salama kabisa. Unaendeleaje? Nashukuru Mungu. Wana Fantasy TV wangetamani kujua majina yako, lakini pia kwenye umoja wa Emo ya Mbembe Mbondo hapa nyumbani kwa Disiri, wewe unatumika kama nani? Mimi kwa majina naitwa Amuri Msewa Douglas. Mimi ndiyo kiongozi mwenyekiti wa Emo ya Mbembe Mbondo hapa kwa Disiri. Vizuri sana, na tuweze kumsikiliza kiongozi naye pia aweze kutuambia majina na anatumika kama nani, halafu tuende moja kwa moja kwenye pointi. Kiongozi, habari? Salama ndugu. Wana Fantasy TV, kwa mara nyingine, si mara yako ya kwanza kuonekana, lakini leo tumekuja kivingine, aweze kujitambulisha tuelewe ni nani kwenye Emo ya Mbembe Mbondo hapa nyumbani kwa Disiri. Asante sana ndugu mtangazaji, nimefurahi sana kwa maana Fantasy TV wamenizoea sana kwa upande wa kocha. Yes. Na kwa sasa hivi nimevalia kocha ya mwenyekiti makamu ya Mbembe Mbondo kwa Disiri. Vizuri sana, tutarejea kwako kwa mwisho wa maongezi na kiongozi hapa. Hivyo moja kwa moja kiongozi, tumeambiwa kwamba tuna sherehe ya tariki 30. Moja kwa moja, kwanza tungetamani kujua kwa nini Bibondo viko viwili hapa nyumbani. Ungetuambia kidogo kwa ufupi, kwa maana muda umeenda, ili tuweze kuacha nafasi kwa muda mwingine. Naweza nikasema kwamba ni kutafuta fikra mpya, kwa sababu unajua watu wakishakuwa wana kibondo fulani na ikija ikitokea kwamba eti kuna kingine kimekuja, yawezekana fikra mbili zimekutana. Kwa katika kutafuta fikra mpya lazima tuanzishe kitu kingine kipya, na ndio maana tuliangalia kukaa chini, na pia kuna sababu mbalimbali. Sababu zipo na ambazo zilisababisha watu wengi sana wametunga mkono kwenye hizo sababu za kwetu ambazo tunazo, na ni sababu za msingi sana. Ya moja kwa moja, kuna kitu kidogo ambacho ni cha kushangaza, kwa maana vibondo ni viwili, lakini pia kwa grupe za wakina mama ni viwili pia, lakini pia kwa grupe za mabinti viwili, timu za mpira ni mbili. Ungeweza kutuambia kwa ufupi pia nini taswira yenu hadi hilo swala liwepo? Kwa nini msingeungana pamoja kuwa Babondo wamoja? Ukisikia sera zetu ambazo tulianza nazo hadi sasa hivi, utagundua namna gani ambayo tumepiga hatua katika kuboresha huduma, katika kusaidia watu, na sio ubinafsi kama jinsi ilivyokuwa zamani. Sababu nakumbuka kitu fulani ambacho kilinisababisha au kilitusababisha kwanza hichi ni pamoja na ukandamizaji, ukosefu wa haki, uhuru. Uwezi ukauliza pesa zinatembeaje, uwezi ukasema, unaambiwa wewe kwanza ni mpya, unakuja kwa Kibembe wanasema ubongole kukuku. Sasa ile kidogo ilikuwa sio nzuri. Kama tulitoka Afrika tukaja huku, tafsiri yake ni kwamba tulikuta ndugu zetu, watupokee na kile kidogo tunachokichanga. Ukitaka kukiuliza usijibiwe maneno ambayo sio mazuri. Sasa unapojibiwa maneno ambayo sio mazuri kidogo inakata, na ndio maana tukaona hapana, kwa nini hatuwezi? Na tumeweza, na ndio maana tuko hapa. Ndio, tungetamani kusikia neno moja kwanza, neno la matumaini kuhusiana na wenzetu wa raia, na maana raia wa asili ya nyumbani DR Congo. Matumaini, na maana natamani uwaambie neno la matumaini, na maana vision yenu ambayo mko nayo kuelekea siku hiyo tarehe 30, kwa maana ndo watu, jamii, dunia nzima wataelewa kwamba Rock Island pale nyumbani kwa Disiri kuna hatua ambayo tayari imefanyika. Nini tutarajie kama jamii ambayo mnakwenda kutongoza hivi karibuni? Ya kwa watu ambao sio wa kikundi hichi na ambao wapo tu nyumbani, ambao walitengwa katika namna moja au nyingine, sisi tunaweza tukasema njooni mtusikilize. Msije mkasema tu wengine walifanya hivi. Hapana, hebu njooni mtusikilize kwanza, muangalie kitu gani tuko nacho. Yawezekana tukana hoja kubwa ambazo zinaweza zikainua vipaji vya hapa vya vijana wenzetu, kwa sababu kama jinsi
ninavyojua katika sheria zetu tunajua kwamba lengo sana sana za Mbembe Mbondo, lengo sana sana ni kwa sababu tuligundua sasa huku tupo ugenini, na ugenini, hebu tukae kitu kimoja, tufanyeje? Tukae kitu kimoja, kukitokea kama msiba tuangalie namna gani ya kushirikiana, kusaidiana katika msiba. Sasa hiyo ndo lengo letu sisi. Tunaposema tumzike mtu wetu, tunamzika mtu wetu na tunamlipia kodi mwezi mmoja ili kumsaidia zaidi. Na pia kwa mabinti ambao wapo hapa Rock Island au mabinti ambao wapo hapa kwa siri, ambao wanaweza kanisikiliza kupitia hii Finest TV, ni kwamba kwa binti yeyote ambaye atachukua majukumu ya kufanya sombe, kuolewa, sisi tuna fursa hizo, tunatoa $1000 kwa ajili yake kumsupport. $1000 ni katika hali ya kumsupport, licha tuweze tukachukua majukumu yote, lakini ile kumsupport kwa $1000 itakaa sawa. Na kwa kijana yeyote ambaye ataoa, kufunga harusi, kufanya harusi, naye pia kuna $1000 ya kwake. Sasa tuwape nini? Hiyo pesa hawajaichanga, wamechanga Wabondo kumsaidia, kumsupport. Kwa hiyo sisi tuna malengo mengi sana, bado tunafikiria vitu vingi sana. Kwa hiyo haya ndio malengo au haya ndio maendeleo ambayo sisi au mimi mwenyewe binafsi kama kiongozi nilikuwa nayafikiria, labda ningeyakuta hapa, lakini tofauti kabisa na jinsi nilivyofikiria. Naam, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Finest TV, kutokana na muda ambao nimepewa ya kuweza kuongea na watu wakubwa, viongozi ambao wanakwenda kutuongoza kwa umoja au emo ya Mbembe Mbondo hapa nyumbani kwa Disiri, wapo kwenye harakati za kujiandaa kwenye maandalizi mazito kuelekea tariki 30. Moja kwa moja tuzame kabisa kwenye pointi ya tariki 30. Kiongozi, nini tutarajie kwenye hiyo sherehe ya tariki 30? Mtatarajia mambo mazuri, na nasema na waalikeni watu wote ambao sio wa kikundi hichi, ambao wangejisikia kuja. Mtarajie mambo mazuri, kwa sababu tuna vitu vizuri ambao tumeviandaa kwa ajili yao, na hii ni katika namna ya kuboresha. Hatuwezi tukasema eti tutamnunulia mtu nyumba, lakini kuna yale matatizo ya kijamii madogo ambayo tunaweza tukawaambia, ya kuwatia moyo, kuwasaidia kufanya hivi, kutafuta kazi. Kuna mambo mengi. Kwa hiyo karibuni sana. Vizuri sana kiongozi, tutaomba muda mrefu sana wa kuweza kuzungumza na wewe kwa namna ya kuweza kuweka vitu vingine sawa sawa. Kutokana na muda ambao tuko nao, tungeomba neno moja kwa wana Finest TV ambao wanatufuatilia muda huu. Kwanza kabla ya kuomba kitu, mimi ningekushukuru kwa kukubali wito wetu. Nafikiri tumekupigia kama ilikuwa mida ya saa 4 na saa 7 umefika, kuonyesha jinsi gani ambao umejali kazi yako. Sisi kama Mbembe Mbondo, vijana kama nyie ambao mnajitoa katika hali ya kusaidia jamii, hichi unachokifanya tutakusupport. Ukiwa umekwama sehemu, hebu njoo nione. Na ukiniona mimi, kuna watu niko nao, nitawaambia bwana, kuna ile redio yetu hapa inahitaji mambo 1 2 3, na mambo yatakuwa vizuri. Kwa hiyo mimi cha kwanza ndo hicho cha kwako, na cha pili naombeni tumshikilie huyu kijana. Hii ni redio yetu ya hapa. Kuna siri nyingi hazina redio. Kwa nini sisi? Na kwa sababu sisi tumeipata hii redio, hebu tuikumbatie. Hii ni ya kwetu. Kwa mimi ningeomba tuendelee kusubscribe kwenye channel yako ya Finest TV, na najua naifuatilia, naona jinsi gani wanavyopeperusha vipeperushi vya video kutoka katika kanisa, sijui kanisa gani la Baptist la mzee Echamboka. Naona jinsi unavyoelekea kabisa, bado na malengo kama ambayo niko nayo. Ndio. Huyo ni kiongozi wa emo ya Mbembe Mbondo hapa nyumbani kwa Disiri. Kutokana na muda kama nilivyosema, tutakutana kwa wakati mwingine. Bye.